kuosha mwenge, sisi tumekwisha kuosha. Kwa majina naitwa Bakari Shebu Hamisi Yasini, nimekaa mtaa wa Ruben, ni mfanyabiashara wa kuuza kuku mtaani. Ila kwa leo nimesimamisha shughuli zangu kwa niaba tu ya kuja kujiandikisha ili nije kuwa mpiga kura kwa mwaka 2025 mwezi Oktoba. Kwa hiyo nawahamasisha vijana wenzangu, dada zangu, mama zangu na watu wote kwa ujumla muje kujiandikisha kwa wingi, ili swala linachukua ndani ya dakika 2 au 3 tu. Ukishamaliza swala lako unaweza kuendelea na kazi zako. Hamna kuchelewa hapo. Karibuni sana. Naitwa Zate Mgara, natokea Masasi. Nimekuja kupata kitambulisho cha mpiga kura mwezi wa 10 na ndio vijana wenzangu mje na nyinyi mpate kitambulisho. Naitwa Prosper Romanus Rambano, ni afisa mwandishaji jimbo la Masasi mjini. Nipo hapo kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwatangazia wananchi wote wa halmashauri ya mji Masasi, jimbo la Masasi mjini, kuwa zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya pili limeanza rasmi tarehe 16 ya mwezi wa 5 2025 na hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 2025. Vituo vyote vitafunguliwa kuanzia saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 12 jioni kila siku. Na vituo hivyo vya uboreshaji kwa awamu ya pili vipo katika kata. Kila kata vituo vipo. Zoezi hili litahusisha mambo yafuatayo. Moja ni uwekaji wazi wa daftari la awali la wapiga kura. Ikumbuke kwamba kulikuwa na uboreshaji wa zoezi hili awamu ya kwanza. Kwa hiyo daftari lake majina yote yamewekwa kwenye vile vituo ambavyo wananchi walienda kujiandikisha. Kwa hiyo wananchi wanapaswa waende kwenye vile vituo walivyojiandikisha awali, wakaone majina yao, waone kama kuna makosa au ya kusahihi. Hivyo baada ya kuona wataenda kwenye vituo vile ambavyo kwenye kata ili waweze kuboresha taarifa zao. Kwa hiyo kama nilivyosema, pili kwanza ilikuwa ni wekaji wazi, lakini pili wapiga kura kuhakiki taarifa zao. Ndio watahakiki kule kwenye vituo vyao vya awali. Na baadaye kufanya marekebisho ya taarifa zilizokosewa. Kwa hiyo wataenda kwenye vituo ambavyo viko sasa wakafanya marekebisho kama taarifa zao zimekosewa kwenye uandikishaji wa awali. Naomba wananchi wote mjitokeze kwenye zoezi hili, muende mhakiki majina yenu kwenye vile vituo vilivyoandikwa, lakini pia kwa wale ambao kupata fursa kuandikisha awali waende wakajiandikishe ili waweze kuwa na sifa ya kupiga kura. Kujiandikisha ni msingi wa uchaguzi bora. Kwa heshima wananchi wote tujitokeze tujiandikishe ili tuweze kutumia haki ya kimsingi ya kikatiba ya kuchagua viongozi wetu ifikapo mwezi wa Oktoba. Kwa majina naitwa Richard Godfrey Didas, ni afisa uchaguzi wa jimbo la Masasi mjini katika halmashauri ya mji Masasi. Nadhani sote tunajua kwamba mwaka 2025 taifa letu tutafanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Uchaguzi huu ni muhimu sana kwa sababu katika miaka 5 ijayo kwa taifa letu inatoa picha, kwa maana viongozi tusiowapata watakuwa msaada kwetu kwa miaka 5 inayokuja. Sasa ili mwananchi aweze kushiriki uchaguzi huu, kuna namna mbili ya kushiriki. Kushiriki kwa namna ya kwanza ni kushiriki kwa kupiga kura, lakini vile vile anaweza akashiriki kwa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi ambazo ni rais, wabunge na udiwani. Na katika sasa swala la upigaji wa kura, mwananchi ili aweze kushiriki kwenye uchaguzi huu ni lazima ajiandikishe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa halmashauri yetu tulifanya zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya kwanza mwezi wa kwanza kuanzia tarehe 28 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 3 mwezi wa pili. Baada ya kufanya uboreshaji ule kwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu, daftari tumeweka wazi daftari la awali la kudumu la wapiga kura ili wananchi waweze kulikagua na kukagua taarifa zao na kuweza kufanya maboresho pale panapohitajika.
Kwa kipindi hiki kuanzia tarehe 16 mwezi wa 5 2025 mpaka tarehe 22 mwezi wa 5 2025, zoezi ambalo tuko nalo na tunaendelea nalo ni uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya pili. Zoezi hili linahusisha kuandikisha wapiga kura wapya ambao hawakuandikishwa awali. Wapiga kura ambao tunawaandikisha ni wale waliotimiza miaka 18 au wale wanaotimiza miaka 18 itakapofika kabla ya uchaguzi mkuu au siku ya uchaguzi mkuu. Watu hao tunawaandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Lakini jambo la pili tunalolifanya kwa sasa, baada ya kuwa tumeweka wazi daftari la kudumu la wapiga kura, wananchi baada ya kwenda kukagua taarifa zao wanaangalia kama kuna maboresho ambayo yanahitaji kufanyika kwenye taarifa zao, wanaenda kufanya maboresho kwenye vituo ambavyo vimeteuliwa. Kwa sasa tuna vituo 33 katika kata zetu 14. Uboreshaji uko katika ngazi ya kata. Kwa hiyo kwa mwananchi ambaye anahitaji kujiandikisha, anafika kwenye vituo ambavyo vimetengwa kwenye kata zetu, anaweza kujiandikisha. Lakini vile vile kwa ambaye akisha hakiki taarifa zake akaona kwamba zinahitaji kufanywa maboresho, ikiwemo labda imekosewa majina, pengine taarifa za mwaka wa kuzaliwa na vinginevyo ambavyo yeye ataona taarifa zake haziko sahihi katika daftari la kudumu la wapiga kura ambalo la awali ambalo tumeliweka wazi, anaruhusiwa kwenda kwenye kituo kilichoko kwa sasa, anakwenda kuboresha taarifa zake. Ewe mwananchi wa halmashauri ya mji Masasi, ewe mwananchi wa jimbo la Masasi mjini, ni jukumu lako kuhakikisha unatimiza wajibu huu muhimu sana wa kikatiba, kwa sababu ni adhimu kupatikana. Ni vema tuutumie kwa ufanisi. Tumekwisha kuwasha mwenge, tumekwisha kuwasha